imeshushaje bei ya mafuta. Hizi fedha zisipokuwa makini zinaenda kuishia kwenye mifuko ya wajanja wachache, wanapiga hela. CCM nawaambia inaweza kulaelea mgonjwa na mgonjwa akafa, ikala hela za rambirambi. Hiki kinachofanyika huku ni kula hela ya rambirambi. Ya maisha ni ngumu sana, tushauawa sie taabani. Basi hata hapo kasenti kadogo karambirambi na kenyewe wanakula. Ndani ya bunge tutaeleza ujanja huu umepoteza bilioni ngapi zilizoliwa na wajanja wachache. Huo ni wajibu wenu kupigania maslahi ya umma. Kwenye mafuta kuna cartels, kuna vigenge vya maslahi ambavyo viko tayari kufanya lolote. Tunapotangaza vita dhidi ya magenge ya maslahi kwenye mafuta, mjue hiyo sio vita nyepesi. Lakini wandugu zangu, bila kunyosha mikono tukahesabiwa kwenye vita hiyo, tutaibwa mpaka lini? Maana anayekuingia kwenye mafuta anakuingia kwenye kila kitu. Mafuta ndio viwanda, mafuta ndio kilimo, mafuta ndio maisha. Anayecheza na mafuta, anaiba mafuta, anacheza na maisha yetu. Na sisi tuongoze mapambano. Wajibu wetu wa pili, kupigania demokrasia. Ni wajibu wa chama chetu. Nondo amesema tumefanya mapambano haya na tunapaswa kuendelea nayo ya kupigania demokrasia. Na tukitaka demokrasia ya kweli, mambo ya kuyasimamia sio maneno matupu. Tunataka haki, ukweli na uwajibikaji, ndio tutapata demokrasia. Haki, ukweli na uwajibikaji ndio tutapata demokrasia ya vitendo. Tunataka katiba mpya, tunataka tume huru ya uchaguzi, tunataka haki za binadamu zizingatiwe. Hiyo ni kazi yetu, na tunapaswa kushirikiana na wenzetu, vyama vingine vya siasa, waandishi wa habari, wafanyakazi, wanafunzi na makundi yote muhimu katika jamii. Hii CCM imekwisha hii. Sasa hivi inabebwa na dola. Kwenye demokrasia ya kweli CCM haitoboi. Yaani CCM imefikishwa pahala wanabebwa kama watoto wadogo. Mtu unapata ushindi ambao hata hujui umepatikana. Mimi nawauliza nyinyi wadogo zangu, zamani ile kulikuwa na wizi wa kura. CCM wakiiba walikuwa wanashangilia mitaani. Na wauliza nyinyi, kinachoendelea sasa, sisi mmeona hata wakishangilia mitaani? Ushawahi kusikia hapa mbunge kashinda sasa hizi kuna shangwe? Umeshawahi kuona? CCM wenyewe wanashangaa. Muulize CCM yoyote, hii 98% hizi mmezipataje? Hawajui. Kwa sababu hiyo ni kazi ya dola, inaamua. Na mimi kuna watu huwa wananiambia, wewe Ado, wewe si umetangazwa, wewe umeshinda, si inabidi utulie ufurahi? Jibu langu linakuwa ni moja tu. Mimi ni mwana mapambano, mimi ni mwana demokrasia. Nimeijenga kwa mfano Tunduru for 10 consecutive years na kwenda Tunduru. Mimi ni mbunge wa wananchi wa Tunduru. Ninalijua hilo moyoni mwangu. Kwenye uchaguzi wa uhuru na wa haki mimi sipasi hata kupiga kampeni kali pale Tunduru. Lakini ukweli utasemwa, mimi nimetangazwa ubunge kwa sababu kuna mtu ameamua tu nimpe Ado, nimpe Zito, nimpe fulani, nimpe fulani. Ndio mwenyewe.
Yaani huo nisiuseme nitakuwa sio mwanademokrasia. Moja, mimi ni kipenzi cha Wanatunduru, hiyo no doubt. La pili, na hilo halina ubishani, yeyote anayeingia Tunduru, ukiingia unapata harufu kwamba sasa nipo kwenye himaya ya ACT, nipo himaya. Alikuja Tundu Lissu pale Tunduru, alikuja na Salum Mwalimu akiwa mgombea mwenza pale Tunduru. Akikaa ndani kwenye mashauriano, anaambiwa hapa tukitaka twende sawa, hata kama hatuna ushirikiano na ACT, hapa tumuunge mkono nani hapa, ndio mambo yatakwenda vizuri, ya kwake na ya kwetu. Tunduru tumeifikisha hapo. Ndio anakwenda jukwani anasema katika hili tuko na ahadi, au sio jamani? Na rekodi zipo. Sasa mtu ambaye nimejenga jimbo kwa uwezo huo, nisiseme ukweli kwamba kuna watu wachache tu wanaamua nani ashinde nani asishinde. Now we need to stop that. We need to stop that. Na tunaliondosha hilo kwa kusema ukweli kwamba wewe bwana fulani uliojipa mamlaka ya kuamua nani awe diwani, nani asiwe diwani, nani awe mbunge, nani asiwe mbunge, nani awe rais, nani asiwe rais, wewe unafanya uhaini kwa taifa hili kwa sababu umepora mamlaka ya umma. Kama wakusema ukweli huo, kuna mtu anasema atakukuta, niko radhi ya nikute yoyote. Sababu raha yangu mimi ni mshindani. I like democracy. Napenda demokrasia. Nijenge chama, nijenge ushawishi, pa kushinda nishinde, pa kushindwa nishinde. Hiyo ndio kitu mimi napenda. Na inshallah siku isiyo mbali CCM itadondoka kwa sababu imekwisha kabisa. Tuendelee kupeleka moto namna hii. Na ukombozi utaletwa na majenzi. Nyinyi hapo vijana mapema. Na ninawaambia kuna kukabidhini chama hiki, kipelekeni mnavyotaka nyinyi. Nono. Hizi tulombele, hake mimi ndio shamu 40 tena, miaka 40. Mkiona spidi yetu inachelewa, tusukumeni. Kipelekeni hiki chama kijenzi. Na usiseme katibu mkuu atawaza nini, mwenyekiti atawaza nini. Youth wing dunia mzima, ngome ya vijana. Na nyinyi vijana wa chuo kikuu, nyinyi ni waasi dhidi ya mifumo kandamizi. Ndio historia inasema. Kama kuikata hiyo minyororo sisi tunachelewa, nyinyi tupelekeni kwa spidi mnayotaka nyinyi. Wajibu mwingine ni wa kutetea haki. Teteeni haki bila ubaguzi. Teteeni haki za makundi yote. Chama hiki ni kinara cha kutetea haki za makundi yote.